Yaani udemu kila unakopita yupo yeye. Yaani utakimbizana hivi mpaka kieleweke. Sijui hajaniona. Yaani kama kaniona msala mwingine tena. Sasa kama mnavyoona, huu ndo mzigo wenyewe. Kama nilivyokuelekeza, hakikisha hiyo dawa unamwekea kwenye maji ya kunywa. Akisha kunywa atalala ndani ya masaa 3, ndipo utafanya vitu ambavyo unavihitaji kutoka kwake. Hakikisha usipitilize ndani ya masaa 3, maana hayo masaa 3 ndo angalizo yenyewe na ndo tiba yenyewe. Sijui unanielewa? Sawa, mimi nimekuelewa. Haina shida, nitafanyia kazi. Sawa. Kama umenielewa ni vizuri. Angalizo, hakikisha unakuwa makini unapofanya vitu vyako. Sawa? Usijali kuhusu hilo. Nitatekeleza masharti. Sawa, naweza kuondoka. Nimechoka. Yesu mnaomba kanichukulie maji kwa nini? Maana koromeo hili limekaa nini limekauka. Haina shida. Maji yenu baridi? Ya kisima tena, anahifadhiwa kwenye mtungi baridi kabisa. Pole lakini na kazi. Asante sana. Lakini nahisi kuchoka hivi na uchovu, naomba nikapumzike. Kwa muda mfupi, hata sihitaji ufanye kitu chochote. Yaani sijisikii ufanye kitu chochote. Naomba nikapumzike.
Ruksa, wewe nenda tu kapumzike ndugu yangu. Labda tuseme dunia imewapiga teke, mwana wanaya na ulimwengu, hata matendo yao hayaturidhishi wala. Tunapanga tungame, tumbe kwa Mola tende miujiza, wenda tafuta janga, wataacha umalaya. Hawana stara, hawana ustarabu, watole wapi aibu? Eti na bado wako shule, wanagonganisha mabwana, kijiji kimechafuka. Hawayaogopi maradhi, hilo kwao sio shida. Hapa kijijini watoto Afadhali nimekutana na wewe, maana nilikuwa nawaza nakutana naye wapi. Vipi, isizunguke sana. Vipi kuhusu ile dawa? Imefanya kazi kama ulivyotaka? Nimefanikiwa mganga. Dawa ulionipa imefanya kazi. Nimeipenda kwa kweli. Sasa kuna swali ambalo nataka nikwambie, maana siku nataka nikwambie ila ukawa na haraka. Sasa leo naomba nikwambie. Tafadhali, naomba chonde usije kumwambia mtu yoyote kwamba mimi najishughulisha na hizi shughuli za uganga, maana ilikuwa ni enzi za nyuma. Kwa sasa hivi nishaachaga. Unasema kweli mganga mpolipoli? Kwa hiyo wewe ni mganga lakini hutaki mambo yake yafahamike? Ndio. Nashukuru kwa kunielewa. Basi usijali kuhusu hilo. Mimi friji langu linagandisha. Sitamwambia mtu yoyote kuhusu hilo. Naomba ufanye kama nilivyokupa maagizo, kwa sababu hizi shughuli mimi sitaki. Sipina nielewa, na hivi nilifanya kwa sababu tu uliniomba nikusaidie na ndio maana nikaamua kukusaidia. Kwa hiyo mimi naomba usimwambie mtu yoyote kwamba mimi nahusikana na hizi shughuli. Chonde. Sawa, basi ngoja mimi niwahi nyumbani. Odi. Shemeji huyo? Niambie shemeji. Karibuni sana. Asante sana. Moja basi niwachukulie mkeka. Ujukua mzee na mwiva huo? Ndo sisi hapa. Karibuni jamani. Asante sana shemeji. Naona mtoto ugeni kaka. Ya, huu ni ugeni wenu. Mgeni karibu. Asante sana. Kaka, naona na leo umeamua kunifanyia surprise. Maana umekuja hata bila taarifa. Ni kawaida tu kaka. Jamani, bila kupoteza muda, huyu hapa anaitwa Ariam,
Ni mwanamke ambaye nilimpata huko kijiji cha pili katika harakati zangu zile za ujana, za kurukaruka hapa na pale. Nikakutana naye na mwisho wa siku bwana nikampa ujauzito. Akajifungua, japokuwa nilileta kaugumu fulani. Lakini kama unavyojua, inafika wakati watu tunakuwa. Sasa hivi nikaamua bora nibadilike. Niamue kumleta nyumbani, niishi naye pamoja, tumlee binti yetu. Kwa hiyo sasa kaka, mimi ni baba kama ulikuwa ujui, na huyo hapa ni binti yangu. Anaitwa Ilham. Shemeji, karibu nyumbani. Nimeshakaribia shemeji. Shemeji, huyu ndugu yangu huyu unatakiwa umvumilie, maana ni msiri sana. Kaka, ilikuwa zamani, sasa hivi nimekwambia nimebadilika. Ndio maana nikaamua kuleta familia. Na sio kuleta tu. Sasa hivi nataka nianze mipango kidogo kidogo. Mungu akipenda nimuoe kabisa ili tuishi kihalali. Ni mzuri, hujakosea kuchagua. Na mtoto wenu mzuri. Karibu sana mjengezi. Asante sana mke mwenza, tupo pamoja mimi na wewe. Yeye kwa nini mnifanya jambo kama hili? Nakuuliza kwa nini umefanya jambo kama hili? Kwa nini umenifanyia kitu kama hiki? Sababu nakupenda Clever. Sawa, unanipenda. Hata mimi nakupenda kuliko hata unavyojipenda wewe. Sasa hapo ulikuwa unanipenda au unajiangamiza mwenyewe, Ungeniambia mapema nikuandae nijue jinsi gani ya kufanya. Najiangamiza? Najiangamiza kivipi yani? Wewe unanipenda kweli wewe? Ungekuwa unanipenda usingelifanyia unyama kama huu. Tungekaa tukayaongea tukajua tunafanyaje, Yaani wewe fiatu kweli wewe yani. Mimi mwenzako na matatizo. Yatangia muda na muda. Mimi ni muasilika. Hichi nilichokisikia ni masikio yangu au naota? Yaani unamaanisha wewe umeathirika? Una ukimwi? Sasa sichokielewa hapo ni nini? Moyo wangu umebeba mengi tena ya kuumiza, mana ninachoshika. Lakini sikia, kwa kuwa jambo lishatokea hapo, cha kufanya hapo twende tu zahanati ama hospitali au duka la madawa tukafanya vipimo bwana. Tuangalie afya yako ipo vipi, tujue tunafanya vipi. Yes, unanielewa? Usijisikie vibaya kwa sababu ishatokea. Labda tuseme dunia mawapiga teke, mana wanaya na ulimwengu. Hata matendo yao hayaturidhishi wala. Tunapanga tungame, tumbe kwa Mola tende miujiza. Wenda tafuta janga, wataacha umalaya. Hawana stara, hawana ustarabu, watole wapi aibu. Eti na bado wako shule. Wanagonganisha mabwana, kijiji kimechafuka. Hawayaogopi maradhi, ilo kwao sio shida. Hapa kijijini watoto wa mjomba, watoto wa mjomba wamezua balaa. Watoto wa mjomba, watoto wa mjomba umalaya, udanganyi ndo kazi yao. Watoto wa mjomba, watoto wa mjomba heshima haipo ndani yao. Watoto wa mjomba, watoto wa mjomba